إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولاً بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atunabudi kuregesha shukrani zetu za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye kwamba kwa uwezo wake ametujalia tukawa katika wachache ambao kwamba wako ndani ya nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili kutekeleza ibada ya faradhi ya salatul Jum'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Nabii sallallahu alayhi wasallam kutufunza namna gani tunaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namna gani tunaweza kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Insha Allah Ta'ala tutazungumzia kuhusu umuhimu wa wakati. Alwaqt athmanu min almali wa hayatuna awqatuna ajaluna allati qadaha Allah lana fi hadha ad-dunya au fi hadhihi ad-dunya. Uhai wetu, wakati wetu tunafaa kutumia vipi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ihtamma bilwaqt, amekuwa na ihtimamu na wakati wa mwanadamu, wakati ambao kwamba ametuleta hapa duniani kwa mwanadamu katika Al-Qur'anul Karim. Tukiangalia katika Al-Qur'anul Karim tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aqsama bilwaqt, aliapa na wakati. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala azim wala yaqsimu illa bi'azim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mkubwa na hawezi kuapa isipokuwa kwa kitu ambacho kwamba pia ni kikubwa na kina thamani na uzito ndani yake. Tukiangalia katika Al-Qur'anul Karim, katika aya nyingi tofauti tofauti Mwenyezi Mungu alikuwa anaapa na wakati. Mwenyezi Mungu amesema wal fajr wa layalin ashir, aliapa na wakati wa alfajiri na akaapa na siku 10 za Dhulhijja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akasema wadhuha wal-layli idha saja, akaapa na wakati wa mchana na usiku unapotanda. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an aliapa na wakati akasema wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla, akaapa na usiku unapotanda ama unapoingia na mchana unapotokelezea ama mchana pia unapotoa mwangaza wake, unapodhihiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine vile vile akaapa na wakati wa asr, akasema wal asr innal insana lafi khusr, akaapa na wakati wa asr akasema hakika mwanadamu yuko katika hasara. Kama mwanadamu hatoangalia wakati wake vizuri, hata utumia wakati wake vizuri, basi atakuwa yuko katika hasara kubwa. Lakini pia akafanya istithna, akavua baadhi ya wanadamu, akasema illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao kwamba watakuwa wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa amilus salihat, na wakafanya matendo ambayo kwamba ni mema, matendo ambayo ni mazuri ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watawasau bilhaq,
na wakahusiana katika mambo ya haki, watawasau bisabr, na wakahusiana katika kusubiri katika haki na kusubiri katika mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anaapa na wakati, alikuwa anatuonyesha thamani ya wakati. Alikuwa anatuonyesha umuhimu wa wakati na namna gani tunafaa kutumia wakati wetu vizuri. Al-Imam Shafi'i rahimahullah alipoisoma sura hii akaiangalia kwa umakini, wal asr, sura fupi kabisa, alisema lau angekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuteremsha katika Qur'ani tukufu isipokuwa hii sura moja, basi ingetosha. Hii sura moja ilivyokuwa na maana makubwa, anasema al-Imam Shafi'i rahimahullah, lau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asingeteremsha katika Qur'ani isipokuwa hii sura moja, wal asr, basi ingewatosha wanadamu kuongoka na kuweza kujua namna gani watamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wahtama Rasul sallallahu alaihi wasallam bil waqt, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ihtimamu na wakati, akazungumzia wakati, akazungumzia umuhimu wa wakati. Katika hadithi ya Ibn Abbas ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari, anatuambia Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragha. Ni'ma mbili, maghbunun fihima kathirun minan nas, anasema ndani ya hizo neema mbili wamepata hasara kubwa ndani yake wengi katika watu. Neema gani? Akatuambia as-sihhatu wal faragh. As-sihha, uzima, afya, kuwa na siha njema, kuwa na afya mzuri, wal faragh, na kuwa na time, kuwa na wakati, hauko busy, wakati wako ambao kwamba uko nao. Hizi ni neema ambazo watu wamepata hasara kwa sababu wameshindwa kujua namna gani watazitumia. Kuna wenzetu wameshindwa kuja katika Jumaa kwa sababu ya ugonjwa, lakini sisi tumepata siha. Lakini pia kuna wengine wana siha nzuri kuliko sisi na pia wameshindwa kufika katika Jumaa. Wameshindwa kutumia siha yao vizuri. Kuna wengine hawana shughuli yoyote, lakini wameshindwa kuja kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo al-faragh, wakati uko na time, wakati uko na nafasi, unafaa kutumia nafasi hiyo katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unafaa kupatiliza hiyo nafasi kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wakati unapoenda haurudi nyuma. Wakati ukipita umeisha. Ndo Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah anatuambia, dhiya'atul waqt ashaddu min al-maut, mtu kupoteza wakati wake ni jambo zito zaidi ama ni jambo baya zaidi kuliko kufa. Hata afadhali mtu afe kuliko kutumia wakati wake vibaya. Lianna al-maut, kwa sababu al-maut yaqta'uka min ad-dunya, yanakuondoa wewe duniani, yanakuepusha wewe na dunia, yanakutoa mawasiliano yako wewe na ulimwengu, wa ahliha, na watu ambao kwamba wako duniani. Wa dhiya'atul waqti, lakini kupoteza wakati, yaqta'uka min Allah, unakuweka mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa darul akhirah, na nyumba ya akhirah, yani pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kupoteza wakati, anatuambia Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ashaddu min al-maut, ni jambo gumu zaidi ama zito zaidi kuliko kufa. Lianna dhiya'atul waqt, kwa sababu kupoteza wakati, yaqta'uka min Allahi wa darul akhirah, kuna kuweka mbali wewe na Mwenyezi Mungu na darul akhirah, na pepo ya Mwenyezi Mungu kule akhirah. Lakini al-maut yaqta'uka min ad-dunya, mauti yanakuweka mbali na dunia, vile vile mauti yanakuweka mbali na watu wako ambao kwamba wako hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, alaina bihtimam anil waqt, lazima tujitahidi kutumia wakati wetu vizuri. Hasib nafsaka qabla an tuhasab, jihisabie nafsi yako, vipi umetumia wakati wako kabla haujahesabiwa.
Ukiamka alfajiri uangalie umeswali fajiri kwa jamaa, umeleta adhkar, umeleta istighfar, umeleta tasbih, umeleta tahlil, umemtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umesoma Qur'an. Unajihisabia wewe mwenyewe kabla haujafika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufanyiwa ile hisabu ya mwisho ambayo kwamba al-amru amrul jannati wan nar, aidha mtu aende peponi ama aende motoni. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir, kundi moja litaenda peponi, kundi moja litaenda motoni. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu anatuambia, Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lirajulin, kumwambia mtu, wa huwa ya'idhuhu, wakati alikuwa anampatia mawaidha, anampatia nasaha. Ibn Abbas hakumtaja yule mtu, si dharura kumjua. Alimwambia ightanim khamsan qabla khams, yapatilize mambo matano kabla hayaja kufika mambo matano. La kwanza akamwambia shababaka kabla haramik, ubarobaro wako, ujana wako upatilize kabla hauja kuwa mzee. Wasihataka kabla sakamik, na uzima wako kabla hauja kuwa mgonjwa. Wakati uko na afya, patiliza uzima wako kumtii Mwenyezi Mungu na kufanya ibada kabla hauja kuwa mgonjwa. Wa ghinaka kabla faqrik, na utajiri wako upatilize kabla hauja kuwa maskini. Wakati uko na mali, uko na uwezo, uweze kupatiliza huo wakati kabla hauja kuwa maskini. Hauwezi jua kama utakufa ukiwa tajiri ama utaenda pahali labda ushindwe na uweze kufilisika. Akatuambia vile vile wa faraghika kabla shughlik, na wakati uko na faragha, uko na time, patiliza hiyo time kabla hauja kuwa na shughuli. Wa hayatika kabla mautik, wa hayataka kabla mautik, na upatilize vile vile uhai wako kabla haujaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya mambo matano Ibn Abbas anatuambia alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu wakati anampatia nasaha, anampatia mawaidha. Ightanim khamsan qabla khams, ya kwanza akamwambia shababak, ubarobaro wako kabla haramik, kabla hauja kuwa mzee. Kwa sababu ukiwa kijana unakuwa na nafasi nyingi na uwezo na nguvu za kufanya ibada. Inna shababata wal faraghata wal jid mufsidatun lilmar'i ayya mafsada, ujana na kuwa na nafasi na kuwa na nguvu, hivi ndio vitu vinampoteza mwanadamu, vinampoteza mtu zaidi. Kwa hivyo wakati uko hivi ndio unafaa ujipinde kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kitu cha kwanza aliambiwa aangalie ubarobaro wake, ujana wake. Sio kusema labda mimi paka nikuwe mkubwa ama nizeeke ndio nitakuja kushinda msikitini na kuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mmoja katika ulama alisema, wa man yaqul inni saghirun asbiru thumma uti'u Allah hina akburu fa inna dhaka kad gharrahu iblisun wa qalbuhu mughallaqun matmusun la khayran fi man yatub fi sighrihi wa lam yakun li'aybihi basira. La khayran fi man lam yatub saghiran wa lam yakun bi'aybihi basira. Anatuambia huyu shekhe, wa man yaqul inni saghirun asbiru, na yule ambaye kwamba anasema mimi ni mdogo na subiri, thumma uti'u Allah hina akburu, kisha nitakuja kumtii Mwenyezi Mungu wakati nitakapokuwa mzee ama nitakapokuwa mkubwa. Anasema fa inna dhaka, basi hakika huyo mtu, kad gharrahu iblisun, hakika amempoteza shaitan, amemughuri iblis, amemdanganya iblis. Wa qalbuhu, na moyo wake, mughallaqun matmusun, umefungwa na umekuwa na giza, hauna nuru ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hauna nuru ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hauna nuru ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akatuambia la khairan, hakuna khairi fi man lam yatub saghiran, kwa yule ambaye kwamba hakutubia kwa Mwenyezi Mungu wakati yuko mdogo. Amefanya madhambi lakini akashindwa kutubia
wakati wa ujana wake. Walam yakun li'aibihi basiran, na wala hakuwa ni mwenye kuziona aibu zake, akajua mimi kosa langu ni hili, nafaa kujirekebisha kabla sijakuwa mzee, shida yangu ni hii, nafaa kurekebisha kabla sijafika katika uzee. Anasema huyo mtu hana kheri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ameshindwa kupatiliza wakati wake wa ubarobaro. Vile vile tukaambiwa wakati uko mzima upatilize huo wakati kabla hauja kuwa mgonjwa. Ukiwa mgonjwa ni mambo mengine, uko na udhuru, kuna swala za ugonjwa ambazo kwamba Mtume SAW alifundisha, lakini wakati uko mzima uamke usiku uswali, wakati uko mzima usome Qur'ani kwa wingi. Wengi wetu tuliswali swala ya tahajjud 10 la mwisho la Ramadhani, hatujaamka tena mpaka Ramadhani nyingine ifike ndio tuamke usiku tuje tuswali tahajjudi na witri. Na ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa haachi swala ya witri mpaka akaondoka duniani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamka usiku akiswali kila siku. Hizi ilikuwa ni ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam anazifanya kwa kudumu kila siku. Lakini sisi tuliswali mashaallah na imamu hapa Ramadhani 10 la mwisho, tukalala misikitini, tukaenda tukamwambia msikiti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ila ramadhanin akhar, tutarudi tena Ramadhani nyingine. Tunaswali swala 5, hatuendi kuswali swala za sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fatih anatuambia alimsamehe madhambi yake. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia tumekufanyia fathi kubwa, na Mwenyezi Mungu amekusamehe madhambi yako ambayo kwamba umetanguliza na yale ambayo kwamba utafanya baadaye. Lakini muangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani alikuwa na bidii ya kuangalia wakati wake, namna gani alikuwa na bidii kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutumia wakati wake vizuri. Anatuambia Aisha radhiallahu anha, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Aisha, da'ani ata'abbuda li rabbil layla, niache nimwabudu Mungu wangu usiku mzima, sitakuwa na wewe leo, nataka tu kumwabudu Mwenyezi Mungu huu usiku mzima. Aisha radhiallahu anha akamwambia, wallahi inni uhibbu qurbak, wallahi mimi napenda kuwa karibu na wewe, wa uhibbu ma sarrak, na napenda jambo lolote ambalo linakufurahisha. Kama inakufurahisha kumwabudu Mwenyezi Mungu, basi nenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema faqama fatatahhar, akasimama Mtume SAW akachukua udhu akajitwahirisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama, kisha akasimama yusalli, akawa anaswali. Alipokuwa anaswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, fabaka, akaanza kulia. Falam yazal yabki, hakuacha kulia, aliendelea kulia hata balla hijru, mpaka mashavu yake akawa yanaingia machozi yanatiririka kupitia mashavu yake. Aisha radhiallahu anha anatuambia falam yazal yabki, hakuacha Mtume SAW kulia, akaendelea kulia hata balla lihiyatuhu, mpaka zikaingia machozi ndevu zake, zikatota kwa machozi ndevu zake. Machozi yalitiririka mpaka yamefika kwenye ndevu, na huko anaswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatuambia Aisha radhiallahu anha, falam yazal yabki, hakuacha kulia, aliendelea kulia Mtume sallallahu alaihi wasallam hata balla al-ardh, mpaka ikaingia machozi ardhi, ikatota ardhi kwa machozi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alilia machozi mingi mpaka yakafika chini katika ardhi. Fajaa Bilal yu'dhinuhu lis-salat, akaja Bilal radhiallahu anhu anamtaka idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam ili aende kuadhini watu waje kuswali. Tabia ya Bilal radhiallahu anhu, alikuwa akifika msikitini, nyumba ya Mtume iko hapa, msikiti uko hapa, anamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaomba ruhusa ndo anaenda kuadhini. Kwa sababu al-imam ni mtu bora sana katika msikiti. Usiende katika msikiti bila idhini ukaadhini ama kukimu ukaswalisha na msikiti uko na imamu. Lazima uombe ruhusa ama upewe ruhusa.
Sasa alipofika akamuona Mtume SAW yabki bukaan shadida, analia kikilio kikali sana. Bilal akashangaa, akamwambia ya Rasulullah, ma yubkik, malladhi yubkik, jambo gani linakuliza ya Rasulullah? Waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, na wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusamehe madhambi yako yale ya mbele na hayo ambayo kwamba utafanya baadaye, uliotanguliza na ambayo kwamba yatafanyika baadaye, mbona unalia hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, afala akuna abdan shakura, basi kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenifanyia hisani yote hiyo, nisiwe ni mja mwenye kushukuru? Kwa hiyo haya yote alikuwa anayafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam shakiran li rabbih, shakiran li maulahu, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akijua yeye hana dhambi, hana kosa lolote, yeye ataingia peponi moja kwa moja, anayafanya haya yote. Mimi na wewe ambao kwamba hatujui hatima yetu, hatujui masiruna mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumejitayarisha vipi, tunautumia vipi wakati wetu katika kuzifanya ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah alladhi bihamdihi nahmaduhu qabla ar-ridha wa bihamdihi nahmaduhu ba'da ar-ridha wa bihamdihi na'buduhu hatta yarda. نحمده سبحانه وتعالى وهو الذي بعباده يرضى، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأفاضل، علينا بالاهتمام بالوقت. Ndugu zangu Waislamu, ni juu yetu kujiandaa na kuutumia wakati wetu vizuri. Wakati ni kitu ambacho kwamba kina thamani. Wakati ukienda haurudi, wakati ukipita umepita. Ukiangalia namna gani mwanadamu anafaa kutumia wakati wake, kwa sababu umri ambao kwamba tunaishi hapa duniani ni umri kidogo sana. Umma wetu tumepata umri ambao kwamba ni mchache sana wa kuishi hapa duniani. Hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati, umri wa umma wangu ma baina 60 wa 70. Umri wa umma wangu ni baina miaka 60 na miaka 70. Umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi wanakufa hapo miaka 60 mpaka 70, 65, 60. Mtu ukipita miaka 70 umebahatika sana. Sasa hii miaka 60 ama 70, hata ukifika 80 ama 100, utaenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umeitumia vipi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tukasema uhayatika katika ile hadithi nyingine ya Ibn Abbas, kabla mautika, upatilize uhai wako kabla haujaenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii miaka 60, Abu Huraira radhiyallahu anhu anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, a'adhara Allahu ila rajulin balagha umrahu 60 sana, a'adhara Allahu ila mri'in akhara ajalahu ila 60 sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuondoshea udhuru mtu, hana sababu ya kukosa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. A'adhara Allahu ila mri'in, amemuondoshea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala udhuru huyu mtu, hakuna sababu. Akhara ajalahu, kama Mwenyezi Mungu ameakhirisha ajali yako, haukuondoka duniani mpaka hata balagha 60 sana, mpaka ukafika umri wako miaka 60, bado uko hai, uko duniani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakupatii nafasi ya kwamba utaweza kujitetea. Hiyo miaka yote umeishi haukuabudu Mwenyezi Mungu, haukuwa unaziswali swala kwa jamaa, haukuwa unazileta adhkar, haukuwa unakuwa na ihtimamu ya kusoma elimu ya dini, basi utakuwa ni katika hasara kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndo Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akagawanya
hii miaka 60 ambayo kwamba tumeambiwa wengi tunaishi hii miaka 60. Akasema radiyallahu anhu, idha asha alfata 60 aman fa nisfu al-umri tamhaquhu al-layali wa nisfu an-nisfi yadhhabu wa huwa la yadri biishtighalin shimalan yaminan wa shimal yaminan min shimalin wa nisfu an-nisfi wa thuluthu an-nisfi hammun birtihalin wa intiqalin. Ali bin Abi Talib anatuambia idha asha alfata 60 aman, wakati mtu atakapoishi miaka 60 hapa duniani, fa nisfu al-umr tahmuquhu al-layali au tahmaquhu al-layali, nusu ya umri wake unamezwa na usiku. Kila siku unalala masaa 12 ni mchana, 12 ni usiku. Kwa hivyo utakuwa una miaka 30 wewe ulilala, nusu ya umri wako ni usiku. Sasa kama haukuwa unaamka ukiswali usiku, haukuwa unasoma Qur'ani usiku, haukuwa unaleta tasbihi usiku, unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka tauba, unakuwa uko katika hasara ya miaka 30 imeenda bila wewe kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa nisfu nisf, na nusu ya hiyo nusu ambayo ni miaka 15, yadhhabu haythu la yadri, hii miaka inaenda wakati wewe haujui. Kwa nini? Bishughulihi yaminan wa shimalan, kwa shughuli zako za kawaida. Mara umeenda kazini, mara umeenda kuangalia familia, mara umeenda wapi, mara umeenda kwa rafiki yako, mara umekaa maskani. Miaka 15 inaenda kufanya shughuli zako za kibinafsi. Wa thuluthu nisf, na thuluthi ya nusu ambayo ni miaka 10, hiyo ndio thuluthu nisf. Amalun wa hirsun, mwanadamu anakuwa na pupa, na anakuwa na tamaa ya kutafuta vitu ambavyo kwamba vitamsaidia hapa duniani. Kwa hivyo thuluth ya nusu inaisha kwa ile pupa na ile hirsi yake ya kutaka vitu vya duniani. Wa shughuluhu bil iyali birtihali, na shughuli zake za kusafiri hapa na pale na kuangalia familia yake. Kuangalia familia yako, mara umeshika mtoto umempeleka paka shule, mara umekaa na familia mnazungumza, unawapatia nasaha, hiyo unaenda miaka karibu 10 inaenda na hizo shughuli ndogo ndogo. Na pia wakati mwingine unasafiri hapa paka Nairobi, masaa 4 yanaisha. Umeenda labda Mombasa, masaa 10 yameisha. Umetoka hapo umeenda Kisumu. Hizo zote ni wakati wako ambao kwamba unatakiwa uutumie vizuri. Ndio kuna watu wengine mtu anasafiri lakini ana mashafi yake anasoma Qur'ani kwenye gari. Mtu anasafiri lakini anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu ako kwenye gari lakini analeta istighfar ndani ya gari mpaka afike kwenye anaenda. Lakini pia kuna mtu ako kwenye gari anasikiliza mziki mpaka afike kwenye anaenda. Kwa hivyo nategemea wakati wako unautumia vipi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema wabaqil umri asqamun wa shayba, na baki ya umri wako kuna magonjwa, umelazwa hospitali siku 2 siku 3, wa shaybun, na kuna uzee pia umekuingilia, mpaka labda unaswali kwa kiti ama nini, uzee umekuingilia, hiyo pia ni umri wako unaendelea hivyo. Kwa hivyo huu ni umri wa mwanadamu. Ndo akasema fa ubmri'in tula al-umri jahlun, mtu kutaka kuishi miaka mingi ni ujinga. Wa qismatuhu ala hadha al-mithali, na ukitaka kugawanya umri wako ugawanye kwa mfano huu. Uangalie wakati masaa mangapi unalala, masaa mangapi kuna shughuli zako za kawaida, masaa mangapi uko katika safari, alafu masaa mangapi uko kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tutumie umri wetu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia wa hapa duniani kufanya da'wa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwalingania watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ni nani ambaye kwamba ana maneno mazuri, kauli nzuri kuliko yule ambaye kwamba analingania kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu na yeye mwenyewe akawa anafanya matendo mazuri na akasema mimi ni katika Waislamu, akajitambulisha kama Muislamu kwa kufuata matendo ya Uislamu, matendo ambayo kwamba Uislamu unataka yeye afuate hivyo. Ni nani ambaye kwamba ana maneno mazuri kuliko huyo? Hakuna mtu ambaye kwamba anafanya kazi kubwa kuliko mtu ambaye kwamba anafanya ad-da'watu ila Allah. Kwa
kulingania kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile tutumie wakati wetu sana sana vijana katika talabil ilm, kuitafuta ilmu ash-shar'i ya kisheria. Tumshike imamu, labda hauwezi kuenda madrasa, umwambie kitu gani unataka kufunzwa. Kuna watu mtu anaswali miaka 2 mitatu hajui atahiyat. Huyu mtu anaswali kila siku, lakini kuna vitu vidogo vidogo katika swala havijui. Na wako mashekhe ambao kwamba wako hapa ili kutufundisha hii dini. Yeye hawezi kujua kama wewe haujui kitu fulani mpaka wewe mwenyewe ujitokeze umwambie shekhe, ikiwa hivi inakuaje, kitu fulani nitafanya vipi, ndio ataweza kukuelimisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewasifu hawa watu ambao kwamba wanajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuisoma elimu ya dini. Akasema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika wanamuogopa Mwenyezi Mungu zaidi katika waja wake wale ambao kwamba wana elimu. Wale ambao kwamba wana elimu wanamjua Mwenyezi Mungu, hawa wanamuogopa Mwenyezi Mungu zaidi katika waja wake. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema hawa watu daraja yao ni ya juu zaidi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mwenyezi Mungu atawainua ama anawainua daraja wale ambao kwamba wameamini miongoni mwenu nyinyi wanadamu, na wale ambao kwamba wamepata elimu daraja ya juu kabisa Mwenyezi Mungu anawainua. Kwa hivyo pia wakati wetu tuutumie kuweza kusoma elimu ya dini na kuuliza mashekhe kitu ambacho kwamba hatufahamu ama ambacho hatujui. Vile vile tunatakiwa tutumie wakati wetu kuleta istighfar na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Udhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni adhkurukum, Mwenyezi Mungu anasema nitajeni mimi nitawataja. Washkuruli wala takfurun, na mnishukuru mimi wala msinikufuru. Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuomba tumtaje. Sisi ndimi zetu zitafanya kazi gani kama si kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea katika Qur'ani umuhimu wa kutajwa. Umuhimu wa wale ambao kwamba wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, wakati mtu amesimama, amelala, ameketi, wa ala junubihim, hata kama amelala. Ukileta adhkar wakati unatafuta usingizi, paka usingizi ukikupata unahesabiwa unaleta dhikri mpaka pale utakapoamka. Ukisoma Qur'an mpaka usingizi ukupate wewe unasoma Qur'an, umeweka msahafu kando umeendelea kulala, unahesabiwa tu unasoma Qur'an mpaka utakapoamka. Ukileta istighfari vile vile. Lakini sisi tunafanyaje tukitaka kulala? Unachukua simu yako unachati mpaka unashikwa na usingizi, simu inaanguka kando na wewe unalala. Kiamka unaangalia message gani haujazijibu. Fajiri imepita, umelala saa 6 usiku, umeshindwa kuamka mapema, umeshindwa kuswali fajiri kwa jamaa. Labda unaweza ukaswali peke yako, na wengine pia hawaswali, wanaanza dhuhuri wanaendelea mbele. Ndugu zangu Waislamu, tutaenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wetu ambao kwamba tuko nao hapa duniani, Mwenyezi Mungu ametuweka hapa, ametupatia, tumeutumia vipi wakati kama huu? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ya kuleta istighfar tunaambiwa katika hadithi sahihi, anasema wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu mimi namtaka msamaha Mwenyezi Mungu na natubia kwake. Mtume sallallahu analeta istighfar fil yawmi akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70 kwa siku. Hadithi nyingine inasema fil yawmi 100 marra, mara 100 kila siku. Ndio tumewekewa adhkar sabah wal masa, dhikri za asubuhi na jioni. Tumewekewa adhkar, istighfar, tahlil za baada ya swala. Tunafaa kuleta baada ya swala. Sisi tukimaliza swala tunatoroka. Kule nje hatuna pali tunaenda. Unatoroka mbio mbio unaenda unakaa maskani. Vile vile tuutumie wakati wetu katika kusoma Qur'ani tukufu, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kusoma Qur'ani ina ujira mkubwa na ina thawabu nyingi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulama waliotangulia wengine walikuwa wanahitimisha Qur'ani kila siku. Wengine baada ya siku 3 mtu amemaliza msahafu, wengine wiki moja, wengine mwezi mmoja, mtu anahitimisha Qur'ani mzima. Wengi wetu tunahitimisha Qur'ani Ramadhani mara kadhaa. Kuonekana tunaweza kuhitimisha Qur'ani. Kama unaweza kuhitimisha Qur'ani Ramadhani mara 3 ndani ya mwezi mmoja, kuonekana unaweza kuhitimisha Qur'ani kila wiki
unaweza ukahitimisha Qur'an baada ya siku 7 ukawa umemaliza, na ukijitahidi unaweza ukahitimisha baada ya siku 3. Tuisome Qur'ani ndugu zangu Waislamu. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah akizungumzia katika kufasiri aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, hakika watu wangu wameigura Qur'an. Alisema man lam yaqra al-Qur'ana faqad hajara, yule ambaye haisomi Qur'an basi huyo ameigura Qur'an, ako mbali na Qur'an. Wa man yaqra al-Qur'an, na yule ambaye anasoma Qur'an walam yatadabbar maaniyahu, lakini hazingatii maana yake, hajui Qur'ani inasemaje na hataki kujua. Anaswali kila siku, anasoma Qur'an, hajui hata maana ya suratul Fatiha, faqad hajarahu, huyo pia ameigura Qur'an. Mashekhe wako haujauliza ukafunzwa namna gani utajua suratul Fatiha, suratul Ikhlas, suratul Nas, suratul Falaq, ujue fasiri hata kama ni sura kidogo. Vile vile huyo ni wa pili, anasoma Qur'ani hata akisoma kila siku lakini hajui maana yake na hafanyi bidii ya kujua, faqad hajarahu, huyo pia ameigura Qur'an. Vile vile akasema wa man yaqra al-Qur'an, na yule ambaye anasoma Qur'an wa yatadabbar maaniyahu, na anazingatia maana yake, anajua Qur'ani inasema nini, walam ya'mal bihi, lakini haifanyii amali ile Qur'ani, haifanyii kazi, faqad hajarahu, huyo pia ameigura Qur'an. Sasa tukifika hapo, ni nani ambaye amebaki na Qur'an? Kama mpaka yule ambaye anasoma hata kama ni kila siku, anajua tafsir lakini hafuati maelekezo ya Qur'ani tukufu, huyo pia anahesabiwa ni katika wale ambao kwamba wameigura Qur'an. Ibadallah, tujitahidi katika kuhifadhi wakati wetu, tujitahidi kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutaka istighfar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hakuna anayejua ajali yake ni lini. Hakuna anayejua atarudi kwa Mwenyezi Mungu wakati gani. Ibadallah, يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. عباد الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونقص أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إن فيك ذاتك حيثما كنا فلاحظنا بعيناتك حيثما كنا. اللهم إن فيك ذاتك أينما كنا فلاحظنا بعيناتك أينما كنا. اللهم إن فيك ذاتك حيثما كنا وأينما كنا فاجعلنا في رحمتك حيثما كنا أينما كنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله تعالى جمع الفضائل كلها في نصف الآية فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الرذائل كلها في نصف الأخير فقال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر وأقم السلام.